Watu wengi wanadai kumwamini Mungu. Wanafikiri tu, tukiamini, je, hatutabarikiwa? Walakini Biblia inatufundisha kuhusu mwisho wa safari na lengo la imani yetu. Basi lazima tutafakari juu ya imani yetu. Je, tunafuata njia ya imani kwa lengo lililo wazi? Tukiwa na lengo lililo wazi, tunaweza kuwa na imani ambayo haififii licha ya magumu yoyote, sivyo? Ndiyo maana Mtume Paulo alisema kwamba hakukimbia kama mtu akimbiaye bila lengo. Tuangalie Wafilipi sura ya 3 mstari wa 12. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 12. Si kwamba nimekwisha kufikia au kwamba nimekwisha kuwa mkamilifu, la hasha. Bali nakaza mwendo ili nipate kile ambacho kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu zangu, sijihesabu kuwa nimekwisha kushika, lakini ninafanya jambo moja, ninasahau mambo yale yaliyopita, nakaza mwendo kufikia yale yaliyo mbele. Anakaza mwendo kufikia nini? Lengo. Kwa maneno mengine, kufikia lengo inaweza kuelezewa kama kufikia alama, si ndio? Katika imani yake, Paulo alikuwa na malengo na ndoto. Nakaza mwendo nifikie ile alama ya ushindi iliyowekwa ili nipate tuzo ya mwito mkuu wa Mungu ambao nimeitiwa huko juu mbinguni katika Kristo Yesu. Kwa maneno mengine, alikimbia hiyo njia kwa nguvu. Basi sisi pia tunapaswa kuwa na lengo kama hilo. Tunapowauliza watu wengi, kwa nini unamwamini Mungu? Wanasema tu, ni kwa sababu jirani mmoja alinipendekeza, au ni kwa sababu rafiki wa karibu alinialika kanisani. Walakini, kwa kuwa imani inafafanuliwa kama kutembea katika jangwa la imani, magumu mengi hutokea. Jangwa hukosa vitu vingi. Mahali penye hali nzuri hapawezi kuitwa jangwa. Hakuna maji ya kutosha wala chakula cha kutosha huko. Kwa kuwa njia ya jangwani haiwezi kutosheleza hata tamaa za msingi, Mungu aliitumia kama mfano wa jangwa la imani ambalo kupitia hilo tunasonga mbele kuelekea ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kwamba kuna mapungufu mengi, sivyo? Kwa hiyo nguvu ya imani inayotuwezesha kukamilisha safari ngumu kupitia jangwa na kuingia Kanaani ni ya lazima zaidi. Ila nguvu hii ya imani inapokuwa na lengo, hutuwezesha kukamilisha hiyo safari hata kama inachukua miaka 400. Basi je, tunakimbia njia ya imani kuelekea lengo hilo? Tuangalie Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 7. Haya yamewajia ili kwamba imani yenu, iliyo ya thamani kuliko dhahabu ipoteayo, ingawa hujaribiwa kwa moto, ionekane kuwa halisi na imalizie katika sifa, utukufu na heshima wakati Yesu Kristo atadhihirishwa. Ingawa hamjamwona, mnafanyaje? Mnampenda, tena ingawa sasa hamwoni, mnamwamini na kujawa na furaha isiyoneneka yenye utukufu usioelezeka. Maana mnaupokea wokovu wa roho zenu, ambao ndio nini? Ambao ndio lengo la imani yenu. Kila mtu, lengo la imani yetu ni wokovu wa roho zetu. Si kuhusu kutumia mamlaka ndani ya kanisa. Tunapokuja kanisani, kumcha Mungu, kumwabudu Mungu na kuishi maisha ya haki kulingana na mafundisho ya Mungu. Je, lengo si ni kupokea wokovu wa roho zetu ambao Mungu ameahidi?
Kila mtu anapaswa kukimbia kuelekea lengo hilo. Basi imeandikwa kwamba kusudi la imani ni wokovu wa roho. Na Mungu alikuja hapa duniani katika mwili kwa ajili ya wokovu huu. Tufungue Waebrania sura ya 9. Waebrania sura ya 9 mstari wa 27. Kama vile mwanadamu alivyowekewa kufa mara moja tu na baada ya kufa akabili hukumu, vivyo hivyo Kristo alitolewa mara moja tu kuwa dhabihu ili azichukue dhambi za watu wengi. Naye atakuja mara ya pili, sio kuchukua dhambi, bali kuwaletea wokovu wale wanaomngoja kwa shauku. Mstari huu unatuonyesha ahadi kwamba Kristo atakuja mara ya pili katika mwili. Alipokuja mara ya kwanza, mstari wa 28 unamfafanua kama dhabihu ya sadaka ya dhambi. Kristo alitolewa kuwa dhabihu mara moja tu ili azichukue dhambi za watu wengi. Basi vipi kuhusu wakati atakapokuja mara ya pili? Atakuja mara ya pili kuleta wokovu kwa wale wanaomngoja. Je, haitupasi sisi kuweka lengo la imani yetu kwenye wokovu wa roho zetu? Takribani miaka 2000 iliyopita, wakati wa ujio wake wa kwanza, Mungu alianzisha njia ya wokovu kwa ajili ya roho zetu. Tuangalie Mathayo sura ya 26 mstari wa 17. Siku ya kwanza ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi walimjia Yesu wakamuuliza, "Unataka twende wapi ili tukuandalie mahali pa kula Pasaka?" Wanafunzi walimjia nani kulingana na Mathayo sura ya 26? Walimjia Yesu na kumuuliza, "Unataka twende wapi ili tukuandalie mahali pa kula Pasaka?" Ukweli wa uzima, Pasaka, ambayo Yesu na wanafunzi wake waliona kuwa muhimu sana, haupatikani katika kanisa lolote leo. Tunaweza kusema kwamba kanisa bila Pasaka limepoteza uhai wake. Kila mtu, mwanzoni msalaba ulikuwa desturi ya kipagani ambayo ilipitishwa kutoka Babeli. Unawekwa kwenye makaburi ambamo hakuna uhai. Ila leo unawekwa juu ya minara ya kanisa. Tuone mstari wa 17 tena. Siku ya kwanza ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi walimjia Yesu wakamuuliza, "Unataka twende wapi ili tukuandalie mahali pa kula Pasaka?" Akajibu, "Nendeni kwa mtu fulani huko mjini, mkamwambie, Mwalimu asema hivi, saa yangu imekaribia." Yesu atafanyaje? "Nitaiadhimisha Pasaka pamoja na wanafunzi wangu katika nyumba yako." Makanisa leo husema hatuhitaji kuiadhimisha Pasaka, ilhali Yesu alisema nitaiadhimisha. Wanaacha ukweli wakithibitisha kwamba wako mbali na ukweli. Nani alisema nitaiadhimisha Pasaka katika nyumba yako? Yesu aliwaambia wanafunzi wake moja kwa moja. Tuone mstari wa 19. Hivyo wanafunzi wakafanya kama vile Yesu alivyokuwa amewaelekeza. Walitii kile ambacho Yesu aliwaelekeza wafanye. Ikiwa Pasaka haikuwa na ahadi inayoweza kuwaokoa wanadamu, kwa nini iandikwe katika Biblia? Ni kwa sababu kuna haja yake. Wanafunzi hawakuiandaa kwa mawazo yao wenyewe, bali wanafunzi walifanya kama Yesu alivyokuwa amewaelekeza, nao wakaandaa Pasaka. Yesu alikuwa ameshawaelekeza jinsi ya kuandaa Pasaka. Tuangalie jinsi Pasaka ilivyofanyika. Mstari wa 26. Walipokuwa wanakula, Yesu akachukua mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa wanafunzi wake, akisema, "Twaeni mle, huu ndio mwili wangu." Hili ndilo alilowaambia Yesu.
Yesu aliwaelekeza waandae Pasaka na mkate. Baada ya kutoa shukrani kwa mkate, Yesu alisema, "Twaeni mle, huu ndio mwili wangu." Kisha akakitwaa kikombe, akashukuru. "Kikombe hiki kina divai ya Pasaka, sivyo?" Akawapa akisema, alisema nini? "Nyweni nyote katika kikombe hiki. Hii ni damu ya nani? Hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi." Mungu alitangaza Pasaka kama siku ya kutambulisha agano jipya, akijulisha kwa wanadamu wote. Ikiwa Pasaka ingalidhimishwa kulingana na sheria ya Mose, mnyama angehitajika. Walakini Yesu alichukua mkate na divai. Kisha akawaelezea wanafunzi wake maana ya mkate. "Mkate huu ni mwili wangu ninaowapa kwa ajili ya ondoleo la dhambi zenu na kwa ajili ya wokovu wenu. Ni mwili wangu." Pia aliruhusu divai ya Pasaka. "Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Ni damu yangu ya agano." Luka aliandika kazi hii ya wokovu katika Injili ya Luka kama ifuatavyo. Tuangalie Injili ya Luka sura ya 22 mstari wa 7. Luka sura ya 22 mstari wa 7. "Basi ikawadia siku ya mikate isiyotiwa chachu, siku ambayo mwana-kondoo wa Pasaka huchinjwa. Hivyo Yesu akawatuma." Yesu aliwatuma akina nani? Petro na Yohana. Matendo ya Petro na Yohana ni jambo tunalopaswa kujifunza. Hivyo Yesu akawatuma Petro na Yohana akisema, "Nendeni mkatuandalie chakula." Wanapaswa kuandaa chakula gani? Cha Pasaka ili tuweze kuila. Wakamuuliza, "Unataka tukuandalie wapi?" Yesu akawaambia, "Tazameni, mtakapokuwa mkiingia mjini, mtakutana na mwanaume amebeba mtungi wa maji. Mfuateni mpaka kwenye nyumba atakayoingia. Nanyi mwambieni mwenye nyumba, Mwalimu anauliza kiko wapi chumba cha wageni ambamo mimi na wanafunzi wangu tutakula Pasaka. Atawaonyesha chumba kikubwa ghorofani kikiwa kimepambwa vizuri. Andaeni humo." Wakaenda nao wakakuta kila kitu kama Yesu alivyowaambia. Hivyo wakaiandaa Pasaka. Wakati ulipowadia, Yesu akaketi mezani pamoja na nani mwingine? Wale mitume wake. Kisha akawaambia, "Nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu." Alisema nini? Nimetamani sana kuila Pasaka hii. Kusudi la Mungu kuja katika mwili akitumia jina la Yesu wakati wa ujio wake wa kwanza lilikuwa kutafuta na kuokoa waliopotea. Je, hili halijaandikwa katika Luka sura ya 19? Kadiri ambavyo Yesu alitamani sana kuila Pasaka inaonyesha jinsi Pasaka ilivyokuwa muhimu kwake, sivyo? Alisisitiza umuhimu wake kwa kusema nimetamani na sana. Si kuhusu kutaka 10% au 20% tu, bali 100%, 200%, hata 1,000,000 au zaidi. Hii ni Pasaka ambayo Yesu alisisitiza sana ndani ya Injili. Tuendelee na mstari wa 19. Kisha akachukua mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa, akisema, "Huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Vivyo hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe. Divai ya Pasaka iko kwenye kikombe hiki, sivyo? Akisema, "Kikombe hiki ni agano la aina gani? Agano jipya katika damu yangu imwagikayo kwa ajili. Imemwagika kwa ajili ya nani? Yenu." Yesu alisema kwamba hii ndiyo sheria ambayo Mungu alianzisha kwa ajili ya wanadamu. Basi tuone ni ahadi gani ya wokovu iliyomo katika Pasaka. Kwa nini Yesu alitoa mkate na divai siku ya Pasaka akisema kwamba huu ndio mwili wangu na hii ndiyo damu yangu? Kwa nini Yesu alizungumza kwa undani kuhusu tendo la kula na kunywa akisema kwamba imemwagika kwa ajili yenu? Tuangalie Yohana sura ya 6 mstari wa 53.
Tuone mstari wa 53. Hivyo Yesu akawaambia, amin, amin nawaambia, msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake hamna. Hamna nini? Kuhusu mwili na damu ya Yesu, hatuwezi kula na kunywa kwa kweli. Basi mwili na damu ya Yesu ni nini? Inarejelea mkate na divai ya Pasaka. Yesu aliwatuma Petro na Yohana, wanafunzi wake wa karibu, kuandaa kwa ajili ya tukio hili, naye akasisitiza, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Alisema kwamba mambo haya yote yalifanywa kwa ajili yetu. Aliwaambia mitume mara kwa mara kwamba ukweli huu ulitolewa kwa ajili ya wale ambao lazima waokolewe. Ndiyo maana Pasaka imetajwa katika Injili za Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Pasaka inahusiana kwa ukaribu na wokovu wetu. Ndiyo maana katika Yohana sura ya 6 mstari wa 53, Yesu alisema, msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake. Yesu alisemaje? Hamna uzima ndani yenu. Wako katika hali ya mauti. Nani anazo funguo za uzima na mauti? Mungu wetu anazo. Mungu ambaye alikuja katika mwili akiwa na jina la Yesu, alitufundisha kwamba hatuwezi kuwa na uzima tusipoula mwili wake na kuinywa damu yake. Mstari wa 54. Mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Nami atafanya nini? Nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Yeyote alaye mwili wangu na kunywa damu yangu atakaa ndani yangu nami nitakaa ndani yake. Mungu alitupa baraka hii ya thamani ili kwamba aweze kukaa ndani yetu nasi ndani yake. Wakati Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli, alipoandamana na Roho Mtakatifu, aliongoza taifa vizuri. Kila alipoenda vitani, Mungu alimsaidia, hivyo akashinda. Nchi ilistawi sana. Walakini mfalme Sauli alipoendelea kutotii mapenzi ya Mungu na kiburi chake mwenyewe kiliongezeka, hatimaye Roho Mtakatifu alimwacha mwishoni. Kwa hiyo Mungu alipomwacha Sauli, mara moja pepo mchafu akamwingia na kumfanya atende bila mantiki. Kila mtu mwenye hasira ya haraka na mtu mpole huendeshaje gari? Wanaendesha kwa njia tofauti. Sijaribu kumdhalilisha, lakini najua mtu ambaye ana ustadi bora wa kuendesha. Tunaangalia nyuma yetu kwa uangalifu na tunarudisha gari nyuma kwa uangalifu, lakini mtu huyu hafanyi hivyo. Jinsi gani aliweza kurudisha gari nyuma vizuri? Kwa kuzunguka na kasi, liliondoka mara moja. Kama vile gari lile lile linaweza kuwa tofauti kulingana na mtu anayeliendesha. Matendo ya Sauli yalikuwa tofauti kabisa Roho Mtakatifu alipokuwa ndani yake dhidi ya wakati pepo mchafu alipomvamia. Walakini Mungu anasema nini? Mtu yeyote aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, na je, yeye atakaa wapi? Mungu atakaa ndani yetu. Hivyo Pasaka ni ya thamani kiasi gani? Wale wote waishio katika agano hili jipya watapokea baraka ya uzima wa milele pamoja na Roho Mtakatifu kupitia kazi ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Hivyo watu wa Mungu walikuwa wameshika ukweli wa Pasaka. Walakini Mungu tayari alitabiri kwamba maneno matakatifu ya Mungu yatatoweka. Hebu tuone ni nani atakayejaribu kuyaharibu kwa kufungua Danieli sura ya 7 mstari wa 20. Tuangalie sura ya 7 mstari wa 20.
Pia mimi nilitaka kujua kuhusu zile pembe 10 juu ya kichwa chake, na pia kuhusu ile pembe nyingine iliyojitokeza ambayo mbele yake zile 3 za mwanzoni zilianguka. Miongoni mwenu waliosoma unabii wa Danieli wanajua kwamba pembe inawakilisha ufalme. Zile pembe 3 Heruli, Vandals na Ostrogothi miongoni mwa falme 10 ziliharibiwa kulingana na unabii wa Danieli. Ile pembe ambayo ilionekana kuvutia macho zaidi kuliko zile nyingine na ambayo ilikuwa na macho na kinywa kilichonena kwa majivuno. Nilipoendelea kutazama, pembe hii ilikuwa inapigana vita dhidi ya watakatifu na kuwashinda. Katika unabii huo watakatifu walishindwa na yule aliyewapinga akapata nguvu zaidi. Mstari wa 22, aliwashinda lakini itakuwa kwa muda mfupi, mpaka huyo mzee wa siku alipokuja. Yaani Mungu alikuja na kutamka hukumu kwa kuwapa ushindi watakatifu wa yeye aliye juu sana, na wakati ukawadia walipoumiliki ufalme. Inasema kwamba mamlaka ya watakatifu itarudishwa kwa wakati wake. Tuendelee na mstari wa 24. Tuone mstari wa 24. Zile pembe 10 ni wafalme 10 watakaotokana na ufalme huu. Baada yao mfalme mwingine atainuka ambaye atakuwa tofauti na wale waliotangulia, naye atawaangusha wafalme watatu. Atafanya nini? Atanena maneno kinyume cha yeye aliye juu sana. Aliye juu sana humrejelea Mungu, na yule pekee anayempinga Mungu ni Shetani. Atanena maneno kinyume cha yeye aliye juu sana. Atafanya nini? Huwaonea watakatifu wake huku akijaribu kubadili majira na sheria. Kama ilivyotabiriwa, Pasaka iliondolewa mnamo mwaka 325 baada ya Kristo. Mnamo mwaka 321 baada ya Kristo, miaka 4 kabla ya hapo, Sabato iliondolewa. Kimoja baada ya kingine, kila kitu kilitimia kama ilivyokuwa imetabiriwa. Pasaka ni ukweli muhimu na hauwezi kufutwa kwa urahisi kutoka mioyo ya wale wanaomwamini Mungu. Hivyo, mnamo mwaka 155 baada ya Kristo, kulikuwa na jaribio la kwanza la kuiondoa Pasaka. Yapata mwaka 155 baada ya Kristo, kati ya Polycarp, askofu wa kanisa la Mashariki, na Anicetus wa kanisa la Magharibi, ambaye aliweza kuchukuliwa kama papa, mzozo ukatokea. Mjadala juu ya tarehe ya kuadhimisha Pasaka ulisababisha mabishano, na majadiliano ya pili yakatokea mnamo mwaka 197 baada ya Kristo. Haikuondolewa mara moja. Kulikuwa na majaribio kila fursa ilipojitokeza. Kimsingi ilitabiriwa kwamba watakatifu watashindwa. Inamaanisha kwamba walipoteza ukweli kwa kiasi hicho. Mwaka 155, 197 na 325 baada ya Kristo. Kwa takribani miaka 300 baada ya Yesu kupaa mbinguni, kanisa la mapema liliadhimisha Pasaka. Walakini Pasaka iliondolewa mnamo 325 baada ya Kristo na Kaisari wa Roma, mkuu wa ibada ya Mungu Jua, na kanisa Katoliki la Roma lilikubaliana naye. Je, haijaandikwa kwamba yeye anenaye maneno kinyume cha aliye juu atabadili majira na sheria? Waliondoa Pasaka ambayo Mungu alituamuru tuiadhimishe, wakaanzisha Krismasi, waliondoa Sabato na wakaanzisha ibada ya Jumapili. Desturi za ibada ya Mungu Jua zililetwa kanisani. Hii inaweza kuonwa kama hali ya kanisa la leo. Yesu anasema nini kuhusu wale ambao hawana Pasaka? Hamna uzima ndani yenu. Wale wanaoadhimisha Pasaka, wanaokula mwili wake na kuinywa damu yake, wana uzima wa milele, naye atawafufua siku ya mwisho. Tukizingatia umuhimu wa Pasaka ya Agano Jipya, kuondolewa huku kwake kunasikitisha. Leo tunaweza kupambanua mambo haya kupitia neema ya Baba na Mama. Ni lazima tupambanue waziwazi kati ya kazi inayofanywa na Mungu na kazi inayoongozwa na Shetani. Kupitia darubini tunaweza kuona vitu vidogo sana visivyoonekana kwa macho.
Vivyo hivyo leo, ikiwa hamwezi kutofautisha kati ya kanisa la kweli na kanisa la uongo, mnapaswa kuangalia mafundisho ya Biblia. Mungu hutuongoza kuelekea wokovu, na hivyo ni lazima tuweke lengo la imani yetu kwenye kupata wokovu. Tukiweka lengo la imani yetu katika jambo jingine, maangamizi ya milele yatatufuata. Watu huuliza, kwa nini kanisa la Mungu halina msalaba? Ndipo tunaweza kusema, je, si dhahiri haifai? Kwa nini kanisa linalotoa uzima wa milele lionyeshe ishara ya mauti? Kuwapa jibu hili ni sahihi. Kwa hiyo leo, kwa kushika tu Pasaka ya Agano Jipya tuliopewa na Baba na Mama, tunaweza kuwa na uhakika kwamba tuko katika Mungu. Kwa uthibitisho huu usiopingika, hebu tupate wokovu wa milele kwa usadikisho thabiti. Lazima twende mbinguni na ushahidi. Tuangalie Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 9. Kama tunaukubali ushuhuda wa wanadamu, basi ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi. Kanisa linalopokea ushuhuda wa Mungu ndilo kanisa bora zaidi ulimwenguni. Je, hili si kweli? Tuone mstari wa 9 tena. Kama tunaukubali ushuhuda wa wanadamu, basi ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi, kwa kuwa huu ndio ushuhuda wa Mungu kwamba amemshuhudia mwanawe. Kila mtu amwaminie mwana wa Mungu anao huu ushuhuda moyoni mwake. Mtu kama huyo ana ushuhuda huu. Mimi na ninyi tunao huu ushuhuda. Kila mtu asiyemwamini Mungu amemfanya yeye kuwa mwongo, kwa sababu hakuamini ushuhuda Mungu aliyoutoa kuhusu mwanawe. Huu ndio ushuhuda kwamba Mungu ametupa. Ametupatia nini? Uzima wa milele. Ametupaje uzima wa milele? Alitwaa mkate na divai ya Pasaka na kusema, huu ni mwili wangu na hii ndiyo damu yangu. Mkila na kunywa mtakuwa na uzima wa milele. Alitupa ahadi hii katika Agano Jipya. Huu ndio ushuhuda kwamba Mungu ametupa uzima wa milele, nao huo uzima umo katika mwanawe. Aliye naye mwana. Hivyo tunapokula mkate na divai ya Pasaka, ni nani atakayekaa ndani yetu? Yesu aliahidi kwamba atakaa ndani ya yule anayeadhimisha Pasaka katika Yohana sura ya 6. Aliye naye mwana wa Mungu anao. Ana nini? Uzima. Yeye asiye na mwana wa Mungu hana uzima. Je, wale walio na mwili na damu ya mwana wa Adamu, yaani wale walio katika Pasaka ya Agano Jipya, wameupokea ushuhuda wa nani? Wamepokea ushuhuda wa Mungu. Kulingana na Mathayo sura ya 7, katika siku ya mwisho watu wanapoenda mbinguni, wengi watakuwa wamesimama kwenye mstari, wakitumaini kupata wokovu. Baadhi ya watu watasema, Bwana, nimetabiri kwa jina lako. Nilitoa pepo wachafu kwa jina lako. Nilifanya maajabu mengi kwa jina lako. Wengi watakuja kwa Yesu wakisema, nilikuamini kwa dhati. Nilikuamini kwa bidii. Wakati huo, Yesu atasema nini kujibu? Atasema, sikuwajua kamwe. Hakika siwajui. Basi Yesu atampa nani ruhusa? Watu wanaokaa katika Agano Jipya wakiwa na ushuhuda wa Mungu. Wanapokuja kwake, Mungu atawatafuta wale ambao wana mwili na damu yake ndani yao. Inasemekana kwamba ndani ya mwili wa binadamu kuna programu inayofanya kazi kama ramani ya kuamua ni magonjwa ya aina gani mtu atapata na atakuwa mrefu kadiri gani. Inajulikana kama ramani ya genomu. Kwa kuiangalia tu, tunaweza kujua katika umri gani mtu huyu atapatwa na ugonjwa fulani. Mungu aliweka ramani hizi ndani ya miili yetu, ila hatukufahamu. Kwa maelfu ya miaka tangu enzi wanadamu walipotokea hapa duniani hadi sasa, wanadamu hawakujua kwamba vitu kama hivyo vilikuwapo. Walakini Mungu hujua kwa tazamo la haraka, kwa sababu Mungu ndiye aliviumba na kuviweka humo.
Kwa hiyo Mungu anasema anaweka nini katika mioyo ya watu wake? Katika Yeremia sura ya 31 Mungu anasema, nitaweka sheria yangu katika nia zao. Mungu anajua kama wao ni watu wake au la kupitia yale yaliyomo katika nia zao. Kwa hiyo ijapokuwa watu wengi wanakuja wakisema, Bwana, nilisali kwa bidii alfajiri na milimani nilifunga mara nyingi, atasema sikuwajua kamwe. Kama vile ambavyo tuna ramani ya DNA ndani ya miili yetu, kuna mambo ambayo Mungu pekee anaweza kutambua. Mwili na damu takatifu ya Kristo vinapoonwa, Mungu huvitambua mara moja. Atasema, wewe ni mwanangu, wewe ni binti yangu. Hebu tuishi kulingana na hili kuanzia wakati huu na kuendelea. Ni furaha iliyoje kwamba tunatambuliwa na Mungu na tunaishi kwa imani iliyokubaliwa naye. Hebu tuondoe wasiwasi na hofu tulizoleta kutoka ulimwengu huu, kwa kuwa tutakapoingia mbinguni, tutakuwa wafalme kama makuhani milele na milele. Zamani za kale akina bibi waliposimulia hadithi, waliishia kwa kusema na waliishi kwa furaha milele. Walitusimulia hadithi nyingi ambapo mhusika mkuu alikuwa na mwisho mwema. Katika dunia hii, watu hawajui sisi ni watoto wa nani. Kama ilivyotabiriwa, Shetani anatutesa sisi, watu watakatifu wa Mungu. Anabuni njia mbalimbali kutuletea mateso. Licha ya hayo, hebu tuishike ahadi ya thamani ya Mungu hadi mwisho kabisa, nasi tukamilishe mbio za Agano Jipya. Natumaini tutafuata njia inayoongozwa na Yerusalemu mpya, mama wa mbinguni, ambaye ndiye uhalisi wa Agano Jipya hadi mwisho. Kwa hili ningependa kuhitimisha mahubiri. Asanteni.